Kama taifa ni lazima kuwa na mipango mikakati ya kuhakikisha kuwa matatizo kama haya ya milipuko tunakuwa na utaratibu wa kuwa na utayari wa kuyakabili wakati wote ili kuokoa maisha ya watu na hivyo kutunza nguvu kazi ya nchi. Nchi yetu bado inakabiliwa na magonjwa mengine ambayo ni tishio kubwa sana kwa maisha ya binadamu. Magonjwa hayo ni pamoja na malaria ambayo kila wakati yanaua watu wetu, kifua kikuu, virusi vya ukimwi na magonjwa ya kitropiki yaliyosahaulika, yani neglected tropical diseases, ambayo yanakadiriwa kuathiri takriban 30% ya Watanzania. Kijiografia nchi yetu ipo katika hatari zaidi ya kushambuliwa na viini vya magonjwa kama vile homa ya bonde la ufa, pia magonjwa mengine ya mlipuko ya virusi hatari vinavyosababishwa na homa ya kuvuja damu kutokana na kuwa kwenye bonde la maziwa makuu linalopakana na nchi 8. Haya yote kuwa katika jiografia hii bado na yenyewe inaweza kuwa sehemu ya sababu ya sisi kuwa nchi ambayo tutakabiliwa na milipuko ya namna hii mara kwa mara, na kwa hiyo utayari na kujitayarisha kukabiliana na matatizo kama haya si jambo la hiari, ni jambo la lazima. Mradi huu utatekelezwa katika sekta ya afya ya binadamu, afya ya wanyama kwa kuzingatia dhana ya afya moja inayoratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu. Aidha, mradi huu ambao umelenga kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa kwa binadamu na wanyama, lakini vile vile ugunduzi wa magonjwa, yani laboratory detection kwa binadamu na wanyama, kuimarisha nguvu kazi ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko kwa wataalamu wa afya ya binadamu kama tulivyoelezwa kwenye video fupi na maelezo ya utangulizi yaliyosemwa na Kaimu Katibu Mkuu. Kwa kweli mradi huu ni muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu na taifa letu kwa ujumla. Baada ya kusema hayo mengi, napenda kutamka kuwa mfuko wa dunia wa pamoja wa kukabiliana na magonjwa ya milipuko nchini umezinduliwa rasmi leo tarehe 15 Oktoba 2025 hapa jijini Mwanza. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana.